Mchana wa leo, wale ambao mnaweka kumbukumbu ya ujumbe mnaupata kutoka madhabahuni, andika moyo wa ibada ya kweli. Moyo wa ibada ya kweli. Moyo wa ibada ya kweli. Ninasoma maneno ya Mungu kutoka katika maeneo matatu. Kutoka katika Injili ya Yohana sura ya 4 mstari wa 23 na 24. Kutoka katika Rumi sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili, na Isaya 53 mstari wa 10 na wa 11. Neno la Mungu katika Injili ya Yohana sura ya 4 mstari wa 23 na 24 unasema, lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, au wamwabudu yeye wapasa kumwabudu katika roho na kweli. Katika waraka wa Paulo mtume kwa Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili, neno la Mungu linasema, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu ya dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Ninasoma neno la Mungu kutoka katika chuo cha nabii Isaya sura ya 53 mstari wa 10 na wa 11. Neno la Mungu linasema, Bwana aliridhika kumchukua, amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atayachukua maovu yao. Bwana asifiwe. Ibada, moyo wa ibada ya kweli. Wana wa Mungu tunamwabudu Mungu, lakini bado Roho wa Mungu anadai moyo unaomwabudu katika roho na kweli, kwa kuwa ibada ya kweli imo ndani ya moyo wa mwenye kuabudu. Paulo anasema, anatusihi ili dhabihu ya kweli takatifu ya kumpendeza Mungu, yenye kuyajua mapenzi ya Mungu na ukamilifu, ni vile unavyoutoa mwili wako uwe dhabihu. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya mwili wako uko moyo ambao Mungu ameweka madhabahu yake. Anataka humo ndani aone jinsi ambavyo wewe umempa nafasi Mungu katika kumwabudu. Sasa Paulo anaposema kwamba itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, anasema habari ya nia ya moyo wako wewe mwenye kuabudu. Maana yake kuna kufanywa upya kwa nia ya moyo wako unapomwabudu Mungu. Lakini Mungu unamwabudu lini na unamwabudu wapi? Unaweza ukajidanganya kwamba unamwabudu Mungu kwa kule kuja hapa kanisani. Ukitoka hapa, basi wewe huko katika kumwabudu Mungu kwa sababu upo kanisani. Paulo anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Hasemi habari ya kuja kanisani. Kuja kanisani ni jambo moja kwa mwenye kuabudu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu alipokutana na yule mwanamke Msamaria,
Pale kisimani alimwambia habari ya nia ya moyo iliyofanywa upya, ili mwenye kuabudu aabudu kutoka moyoni, akijua kwamba Mungu yumo ndani yake. Ndani yako Mungu anataka aone ibada, huku akiona mwili wako ukiwa umetolewa dhabihu. Bwana Yesu alitoa uhai wake, alitoa mwili wake uwe dhabihu. Ndio sababu hatuachi kukumbuka dhabihu ya mwili na damu ya Kristo tunapokusanyika katika ibada ya ushirika wa meza ya Bwana. Kwa kuwa ushirika wa meza ya Bwana unatupa tafsiri ya jinsi ambavyo Bwana Yesu, kwa kujua nia aliyokuwa nayo iliyomleta duniani, kwamba ni upendo wa Mungu kwa ulimwengu, ili yeye aje kuutoa uhai wake na sisi tuweze kushiriki ule uhai kwa njia ya imani katika dhabihu kama hivi za ushirika mtakatifu, tukijua kwamba na sisi pia tudhabihu ndani ya Kristo. Hawezi Bwana Yesu akajitoa awe dhabihu na wewe ukae ndani yake usiwe dhabihu. Usipokuwa dhabihu ndani ya Kristo, Kristo hayumo ndani yako. Bwana tusaidie. We usipojua, sasa sharti ni kupe ufahamu wa kujua ni kwa namna gani unatakiwa uwe dhabihu. Kwa kuwa Kristo amefanyika dhabihu kwa ajili yako, na umempokea aliyefanyika dhabihu, aliutoa mwili wake uwe dhabihu, ukateswa, na yeye amekununua wewe kwa mateso. Kwa yeye kujitoa dhabihu, kwa jinsi hiyo huna udhuru. Ni sharti uwe dhabihu katika maisha yako. Paulo anawaambia Warumi kwamba na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu ya dhabihu iliyo hai. Dhabihu unayejitoa wewe mbele za Mungu si dhabihu ya kujiteketeza wala ya kujiangamiza kwamba usiwepo tena. Maana isingemfaa Mungu kitu chochote ingekuwa umejitoa alafu ukaa usionekane tena. Wala isingekufaa wewe kwa Bwana Yesu alipotoa mwili na uhai wake afe msalabani alafu apotee, afe azikwe, alafu tusikie hadithi tu kwamba alikuwepo Bwana Yesu, alijitoa, akateswa, watu wakamtesa kwa sababu alisema mimi mwana wa Mungu na akafanya miujiza, lakini akaishia kuteswa akafa bwana, ikawa basi. Isingekufaa wewe na mimi. Lakini Bwana Yesu anaposema habari ya maisha yako kuwa dhabihu iliyo hai ndani ya Kristo, ndani ya Kristo unatakiwa wewe mwili wako usiwe na matunda kwa ajili ya Mungu, bali roho yako iwe na matunda kupitia mwili wako ili Mungu ajitukuze. Bwana asifiwe. Sasa ibada ya kweli, moyo wa ibada ya kweli, ibada unayoifanya mbele za Mungu, ibada unayoifanya mbele za Mungu, maana yake nini? Sharti tuelewe kwanza maana halisi ya ibada unayoifahamu. Ni tendo la imani. Bwana asifiwe. Ibada ni tendo la imani. Ilifanyika katika uhalisia wa damu na nyama. Wakati wa Agano la Kale, wana wa Israeli walikuwa wanafanya katika damu na nyama, na Mungu kwa sababu walifanya katika damu na nyama, basi akawapa wingi wa sheria ili watimize ibada yao katika mwili. Kazi kwa kumleta Bwana Yesu ili atimize yote, akatuachia sisi amri mbili tu: mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, akili yako yote, nguvu zako zote na roho yako yote, na jirani yako kama nafsi yako. Basi Torati na manabii imekamilisha hapo. Sasa anataka kuona wewe unayemwabudu Mungu katika roho na kweli, ibada yako iwe kwa kutumia nguvu zote za mwili wako, nafsi yako yote, moyo wako wote, akili zako zote. Mungu aone hayo ili ibada yako iwe ya kweli, na ni sharti ugeuzwe, nia yako ifanywe upya. Bado ndani yako kuna shida kubwa ya kuto kugeuza nia yako. Nia yako bado inataka kuwa katika hali ile ile uliotoka nayo Misri.
Kule Misri ulipotoka kule ulikuwa unamtumikia Farao, ukitumikia dhambi, ukiutumikia ulimwengu na mambo yake yanahusu tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha uzima, ukatumika hivyo. Na sasa unataka ukija kanisani uendelee kuwa yule yule, halafu kuja kwako kanisani kuwe eti ndio kinga yako ya kwamba unamwabudu Mungu kwa sababu unakuja kanisani. Fanya zaidi. Moja, imani yako ifanywe upya. Mbili, nia yako ifanywe upya, na ufahamu wako katika ibada ujue kwamba Mungu anahitaji. Linaweza likaja swali, Bwana Yesu alipoulizwa habari ya ufalme wa mbinguni ni lini, akaeleza habari ya matukio. Hivi ndani ya moyo wako likija swali kwamba hivi sasa tumesimama na tumekaa hapa kanisani, parapanda ikilia, Yesu sasa anakuja kunyakua kanisa lake, wewe utakwenda? Bwana tusaidie. Bwana Yesu anaweza akaja hivi sasa. Kwani hata juzi vile alimfumka mabomu yangeendelea kufumka mpaka leo. Yale bana wangepamba moto wale wangesema sasa hatumwi mtu. Upande wa pili wangesema hatumwi mtu. Sisi uweni mnavyotaka wenyewe. Na wale nao wakasema hatuachi. Sasa wewe na mimi tungekuwa wapi? Mbona mfano ni huo tu? Kwani jambo lile lilitokea kwa kupanga? Si ilitokea kama ghafla tu. Lilitokea kama dharura. Kwa mwili kabisa ilitokea kama dharura. Hivi Bwana Yesu anaweza akatokea kama dharura hivi sasa? Kama dharura. Atakukutaje? Atakukuta hivi? Ni kweli kwamba akitukuta tunashiriki ushirika kama hivi, atatukuta tunashiriki katika roho na kweli? Bwana tusaidie. Bwana Yesu anamwambia yule mama, anasema saa ipo, na sasa saa inakuja, sasa ipo. Waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Maana Mungu anawatafuta watu wa namna hiyo ambao wanamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwamba neno la Mungu ambalo ni roho na kweli liwe hai ndani yako wewe unayemwabudu Mungu. Linapokuwa hai, maana yake nataka ikuone ukiliishi lile neno. Maisha yako yote, mwenendo wako wote, siku zako zote, siku za kusafiri kwako kuelekea katika uzima wa milele. Bwana Yesu anasema maadamu kuabudu ni tendo la imani, anauliza, je, atakapokuja mwana wa Adamu ataiona ibada ya kweli? Ataiona imani duniani? Ataona watu wanamwabudu katika roho na kweli? Kwa nini? Kwa sababu ibada yako ni ile inayokufanya utoe mwili wako uwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ya kuyajua mapenzi yake, kugeuzwa nia yako, kuyajua mapenzi ya Mungu. Nia ya moyo wako isipogeuzwa, ukienda kwa desturi katika kila jambo, hata linalomhusu Mungu, kuna shaka kwamba parapanda ikilia, nani anayetaka kubaki? Hakuna mtu yote anataka kubaki. Yaani ukweli wa mambo, hakuna mtu anayetaka kubaki parapanda ikilia, kila mmoja anataka aondoke. Kwa sababu kubaki ni hasara ambayo haina tena mbadala. Ukibaki hasara yake maana yake haina tena namna nyingine ya kufanya. Kama neema imekuja kwamba Yesu anaokoa, Yesu anasamehe, na wewe unavuruga, unategemea mtu atakuja na panga usoni kukate shingo, aseme sasa damu yako, unikataa damu ya Yesu, sasa utamwaga damu yako wewe. Nani? Si tungekuwa unatembea tu huko wakati wale jamaa wanapita barabarani na silaha, wale walikuja kuambia watu waikane imani. Hawakusema waje kuikana imani, walisema tu kwamba tutaki fujo, tunavunja vituo na mnavunja dini. Wale hawakuambia watu mkatae Yesu, waliwaambia tumtii sheria ya nchi. Mbona watu wamejificha? Sasa mnajificha nini? Mnajificha mbona Bwana Yesu atakapopiga parapanda, kanisa likiondoka huko, watakaobaki hawatauweka mtoto. Wanakuja na wanasema ingia ndani, si mikono juu, uchinjwe au ubaki. Sasa unabaki kwa ajili gani? Ubaki kwa ajili ya kungojea upotevu ambao una hakika nao.
Mungu atupishilie mbali, Mungu atuepushe, Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Ni tendo la imani. Na tendo la imani, nishakwambia habari ya imani, maana yake imani inahusisha watu wawili tu, inahusisha pande mbili tu, mwenye kuabudiwa, mwenye kufanyiwa ibada, na yeye anayeabudu, yeye anayefanya ibada. Bwana asifiwe. Kupitia madhabahu. Wewe unayemwabudu Mungu una sehemu, Mungu anayeabudiwa ana sehemu. Makutano yenu ni wapi? Madhabahuni. Kwenye madhabahu ambayo kituo chake, makao yake makuu ni ndani ya moyo wako. Ndio maana nakwambia habari ya moyo wa ibada ya kweli. Moyo wa ibada ya kweli ni moyo uliojenga madhabahu ya Mungu na kumtolea Mungu dhabihu. Ndio maana Paulo anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Maana ukiudhabihu mwili, roho yako itakuwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, basi mwili wako hauna matunda kwa habari ya tamaa yake. Tamaa ya macho na tamaa ya mwili na kiburi cha uzima havina nafasi kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni nini katika maisha yako? Sawa, unakuja kanisani, unakuja kuabudu, unakuja kujifunza maneno ya Mungu, na bahati nzuri tunamshukuru Mungu, na changizo tunatoa kwa furaha kabisa, ili tujenge hili jengo hili ambalo kwa kweli likipendeza itakuwa safi tu, hakuna shida, litavutia watu na watu watakapokuja. Lakini moyo wako una nini katika kumwabudu huyo Mungu? Ni kweli maisha yako yametolewa dhabihu? Mungu na wewe mnapokutana madhabahuni, pale ndipo yanapokuja maswali. Ibrahimu alipokutana na Mungu madhabahuni, Ibrahimu alichukua maamuzi magumu. Kila alomwambia Mungu, Ibrahimu alifanya. Toka wewe katika nchi ya baba yako, nenda mahali nitakakokuambia, huko nitakufanya kuwa taifa. Akaondoka. Wewe umeondoka? Njoo kanisani saa 3 kwenye Bible study. Ibada inaanza. Njoo siku ya Jumanne kwenye Bible study. Ibada inaanza saa 10. Njoo kwenye maombi. Hakuna. Sasa vitu kama hivyo, maana yake kuna maswali ambayo yanaweza yakakosa majibu, na Roho Mtakatifu naye anaona madhabahu gani hii? Mbona imepoa madhabahu hii? Haina moto, moto hauwaki. Madhabahuni kwani wana Walawi walikuwa hawalali usiku na mchana kwa ajili ya nini? Ni kuchochea moto usizimike. Moto wa Mungu uko kweli unaendelea kuwaka ndani yako, ili mwili wako uwe dhabihu iliyo hai. Sasa pale madhabahuni moto ndio uliokuwa hai ukiendelea kuwaka, lakini kila aina ya sadaka zilizopelekwa pale zilikuwa zinateketea, ili Mungu asikie harufu nzuri ya maombi ya makuhani kwa ajili ya wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Na Kornelio, Mungu alituambiaje? Alitoa sadaka. Alipotoa sadaka akatoa na maombi. Yale maombi yake Mungu akayatakabali mbinguni, kayaona, kayawekea kumbukumbu. Akasema sadaka zako zimefika, maombi yako yamefika. Anake aliona madhabahu ya moyo wake kwamba amefanywa upya. Amejua ni kwa namna gani Mungu anahitaji nije mbele zake kwa ajili ya kumtolea dhabihu, kama maisha yangu kwanza, na mapato yangu, na familia yangu, na jinsi ambavyo ninavyomuomba Mungu. Sasa kaona yale maombi yamesindikizwa na sadaka, akasema hakika wewe nimekuona umefanywa upya moyo wako. Sababu za ibada. Bwana sifiwe. Zaburi 29 mstari wa 2. Zaburi 29 mstari wa 2. Ibada. Mbona mpaka hata na leo na ushirika wa meza ya Bwana tunafanya hizo, ni sehemu ya ibada. Ni sehemu ya ibada. Sababu yake nini? Zaburi 29 mstari wa 2 nasema, mpeni Bwana utukufu wa jina lake, mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Bwana asifiwe. Tunafanya ibada. Tunafanya ibada ili kumpa Mungu utukufu. Bwana asifiwe. Niliposomea andiko la 3 lile la Isaya, alikuwa anasema nimekusihi, baadaye Mungu asema mimi ni Bwana na utukufu wangu sishirikiani na mtu mwingine yote. Utukufu wa Mungu hashirikiani na mtu mwingine yote. Jambo linalomtukuza Mungu asione mtu mwingine,
anaingilia kati. Yeye ni Mungu mwenye wivu. Unapofanya ibada yako iwe katika roho na kweli, ili umpe Mungu utukufu peke yako. Mbona ibada inayoifanya haionyeshi kama unafanya katika roho na kweli? Jamani, hatuhukumiani, lakini mimi siamini kama unafanya ibada katika roho na kweli. Sihukumu mtu, lakini hakikisha unafanya ibada katika roho na kweli. Kwa nini? Kwa sababu unampa Mungu utukufu wake. Mungu anasema utukufu wangu sishirikiani na mtu mwingine yoyote, mimi utukufu wangu. Ukiniabudu mimi niabudu katika roho na kweli. Moyo wako uwe safi, nia yako iwe safi, nafsi yako iwe safi, mwili wako uwe safi, ili nikuone ukiniabudu katika roho na kweli. Kwa kuwa mimi utukufu wangu sishirikiani na mtu yoyote. Sababu ya pili ya kufanya ibada. Sababu ya pili ya kufanya ibada. Katika Amosi 3:3, wenye kusoma Biblia mara kwa mara wanasema kwa kichwa tu. Mungu anauliza, je, watu wawili wanaweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Mtatembea pamoja bila kupatana nyie? Mnatembeaje pamoja? Vinginevyo labda mfungwe nira kwa lazima. Lakini Bwana Yesu anasema kufungwa nira kupo. Fungwa nira na yeye. Nira iliyo laini ili uchukue mzigo mwepesi. Kwa hiyo sababu mojawapo ya ibada ni kuimarisha uhusiano wako kati yako wewe na Mungu. Ni kuimarisha uhusiano kati yako na Mungu. Bwana asifiwe. Ninasoma neno la Mungu kutoka katika Injili ya Luka. Tunapomalizia tuende zetu sasa tukashiriki meza ya Bwana. Katika Injili ya Luka sura ya 18. Ninasoma Injili ya Luka sura ya 18. Sura ya 18, Injili ya Luka sura ya 18 mstari wa 18 mpaka 23. Neno la Mungu linasema, tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza akisema, mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, naye ndiye Mungu. Wazijua amri: usizini, usiue, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako. Akasema, hayo yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yesu aliposikia hayo, alimwambia, umepungukiwa na neno moja bado. Viuze ulivyo navyo vyote, ukawagawanyie maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate. Kisha njoo unifuate. Neno la Mungu linasema, lakini aliposikia hayo, alihuzunika sana, maana alikuwa na mali nyingi. Bwana asifiwe. Angalieni mtu huyu, yeye alishakuwa na mali, amri za Mungu zote kazishika. Akaona siwezi kushika amri za Mungu, lakini na swali moja litakiwa kujibiwa na Bwana Yesu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Maana uzima wa milele ndani ya akili yake alijua kabisa, kama ulivyo mimi na wewe, unafahamu thamani ya uzima wa milele, thamani ya maisha ya wokovu, thamani ya maisha matakatifu, thamani ya kupata kibali cha kuingia mbinguni. Hiyo walijijua. Yule mtu sana mwambia, Bwana Yesu, nifanye nini sasa ili niurithi uzima wa milele? Bwana Yesu kamuuliza maswali, asema, maswali nashukuru maswali ya maisha yangu haya mimi. Usiibe, usiue, usizini, usiseme uongo, usishuhudie tunagani. Mimi maisha yangu ndio haya. Nimepungukiwa na saa. Umemaliza bali jambo moja tu dogo kabisa. Yaani katika hayo, ili utoe mwili wako uwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, uyajue mapenzi ya Mungu yaliyo ya kweli na makamilifu, ndio ibada yako yenye maana, ustahili kuingia uzima wa milele. Basi fanya jambo moja. Wewe kauze ulivyo navyo vyote, wagawanyie maskini, baada hapo wewe njoo. Sasa siri ya uzima wa milele na moyo wa ibada ya kweli. Bwana asifiwe. Moyo wa ibada ya kweli. Huyo mtu alikuwa haelewi
kwamba zile amri alipokuwa akizitii, alichokuwa akishikamana nacho, alishikamana na mambo mawili kwa wakati mmoja. Na Mungu amesema watu wawili hawezi kupatana wasipokuwa hawezi kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana. Sasa unapatanaje na mali, alafu unapatanaje tena na Mungu katika wakati huo huo? Ni sharti kitu kimoja kife. Mwili wako uwe dhabihu mbele za Mungu, usiwe na matunda, bali roho yako iwe hai kwa kufanywa upya nia yako, ili uyajue mapenzi ya Mungu. Hapo ukitoa nafsi yako, kutoa mwili wako uwe dhabihu, Bwana Yesu anakupa kibali. Mwili wako mbona sioni mimi ukiwa dhabihu? Maisha yako sioni akiwa dhabihu? Bado tunahitaji Mungu atusaidie ili maisha yetu tusiyapende sana. Usiwe na kisingizio chochote kwa ajili ya Mungu. Ukiona kuna kisingizio ambacho kinataka kupingana na wewe, kukufanya uwe mbali na kuyatimiza mapenzi ya Mungu, wewe ni adui wa wokovu wako, adui wa nafsi yako, adui wa ahadi ya Mungu na agano lake la wewe kurithi uzima wa milele. Bwana tusaidie. Huyu mtu alipoambiwa kwamba kauze ulivyonavyo, neno la Mungu linatuambia mtu aliyehuzunika. Sasa unahuzunika nini? Unahuzunika kwa kukosa mali ili uende mbinguni, au unahuzunika kwa kuikosa mbingu ili upate na mali? Sikashindwa kujua siri. Nia yake haijafanywa upya. Nia yako, maombi yangu ni kuwa nia yako ifanywe upya, uelewe kwamba unaishi hapa duniani, lakini Bwana Yesu hapa katika hii dhabihu alitoa mwili wake uwe dhabihu iliyo hai. Na hata sasa Bwana Yesu yuko hai, kwa sababu alivyotoa mwili wake na damu yake ambayo tunaishuhudia na kutangaza mauti yake mpaka atakapokuja, yuko hai. Na sharti Yesu awe hai ndani yako. Hawezi kuwa Yesu hai ndani yako huku yafanya yako kwa nafasi yako, alafu yafanye ya Mungu kwa nafasi yako, kwa raha zako utake kufanya ya Mungu, alafu kwa raha zako ufanye ya dunia, bado ubaki kuwa wewe utatofautiana na huyu aliyehuzunika. Akasema nimepungukiwa nini? Kaulize ulivyo navyo vyote. Baada ya hapo utakukusanya mipesa, kwa sababu neno la Mungu anasema alikuwa na mali nyingi. Maana yake angebadilisha hiyo mifugo na mashamba na nini, kila kitu angeuza, angekuwa anashuhudia tena fedha nyingi. Huyo mtu baada ya kuwa na mifugo na mashamba na nini, Bwana Yesu alipokwenda kumuuliza nifanye nini urithi uzima wa milele, akamwambia kauze. Wala hakusema kwamba nipe mimi, alisema kauze, ili baada ya kuuza abaki na fedha tena. Mtihani wa pili kwamba kauza, ana mipesa mkononi. Sasa ni pesa, asema pesa si zako nazo, kawape maskini, usiwape matajiri ambao kesho watakurudishia. Maana ukimkopesha mtu, ukimpa mtu ambaye mwenye uwezo, ukimkaribisha kwake na kesho anasema mimi nakukaribisha nyumbani kwangu, hapa sasa unapata thawabu gani? Karibisha mtu ambaye ukimwambia karibu aje nyumbani kwako, halafu akiondoka usitegemee siku moja kwamba atakukaribisha nyumbani kwake. Bwana hana cha kukupa. Hiyo ndio sadaka, hiyo dhabihu ya kweli hiyo. Bwana sifiwe. Au kwa sababu hiyo ndio maana hamnikaribishi mimi, na mimi ndio karibishe kwangu. Mimi sielewi babu haya. Injili unahubiri kwa sababu gani? Ndio maana hamnikaribishi nyumbani kwenu nini? Inakuaje? Sawa, hakuna shida yote. Bwana Yesu anasema utakapokuwa na fedha mkononi mwako, fedha hiyo nazo si zako, wape maskini, tena uwagawanyie, sio wakopeshe, wape. Maana hawana kitu. Wale maskini wale aliosema Bwana Yesu ndio wenye siri ya uzima wa milele wa yule jamaa. Unajua huko barabarani unapita unaona maskini, unapita unakutana na watu, ukimpa yule kitu wenye akili, asante Mungu akubariki, nabarikiwa sana na maskini wa eneo. Ukiingia mfukoni ukimpa hela shilingi 1000, Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Mwingine kwa imani yake, Mungu akujalie. Sema sawa, kaishia pale pale. Si kwamba labda kesho na kesho kutwa na yeye atakupa chochote. Wewe umetoa sadaka. Sasa kama umetoa sadaka, toa mali zako zote, halafu wewe baki hivyo. Ukitoka pale ndio ufuate Yesu ili upate uzima wa milele. Bwana Yesu amejitoa, anatuandalia uzima wa milele. Anasema nyumbani mwa Baba mna makao mengi, isingekuwa hivyo ningewaambia na kwenda kuandalia makao. Anapoandaa makao anataka aone watu wanaoandaliwa makao wako namna hiyo, wamegeuzwa nia zao na wanaendelea kutangaza mauti ya Bwana Yesu, wakila na kunywa ushirika, huku wakimwabudu Mungu katika roho na kweli ndani ya mioyo yao.
Mioyo hii Mungu anapoichunguza, anasema na wewe mchana wa leo, zidi kujitakasa, zidi kufanywa upya, na kwa hakika Bwana Yesu yeye ndio anaichunguza mioyo. Mimi ni mwanadamu na wewe ni mwanadamu, huwezi kujua nia ya moyo wangu jinsi ilivyo, kwamba ina kasoro gani, na mimi vile vile. Ndio maana neno la Mungu linabaki lenyewe linajitegemea. Mimi ninayelisema lina jambo linafanya ndani yangu, na wewe unayelisikia lina jambo neno la Mungu linafanya ndani yako. Bwana tusaidie. Sasa hili neno likusaidie wewe, linisaidie mimi, litusaidie kusafisha njia ya kuelekea uzima wa milele kupitia katika ibada yetu ya kweli inayotoka moyoni. Bwana asifiwe. Ibada ya kweli inatoka moyoni. Acha nifupishe maneno, twende kushiriki ushirika wa meza ya Bwana. Bwana Yesu anasema tufanye hivi huku tukichunguza mioyo yetu, ili tunaposhiriki kama hivi tujue kwamba tunatangaza mauti yake Yesu mpaka atakaporudi. Atukute tunaendelea kutangaza tu kwa sababu hiki ni tendo cha imani. Tendo la imani, Bwana Yesu anasema atakaporudi ataiona imani. Lakini imani hiyo ni imani ya kwenda kuurithi uzima wa milele, ambayo huyo jamaa huyo aliyaondoka kwa huzuni, sijui kama ataonekana mbinguni, kwa sababu huyo kaondoka kwa huzuni huyo. Na ndio maana hata jina lake hatulisikii. Tunamwona jina la Cornelio. Cornelio Bwana alitakiwa ataje tu kwamba akida mmoja kikosi cha Italia alikuwa anatoa sadaka, tubaki bila jina. Kataja huyu kwa sababu kulikuwa na Lazaro na maskini, Lazaro na tajiri. Tajiri tumesikia jina lake, hana sehemu, jina halikuandikwa kwenye kitabu cha uzima. Na jina ambaye haikuandikwa kwenye kitabu cha uzima huwezi kuyasoma. Huwezi kuyasoma. Tunaambia alikuwa tajiri mmoja na Lazaro. Lazaro yuko kwenye kitabu cha uzima. Yule jamaa mtu mmoja tajiri, mtu mmoja si Farisayo, tuna haja kwa sababu jina lenyewe halikuandikwa kwenye kitabu cha uzima. Wewe unataka sasa wewe usiutoe mwili wako wa dhabihu ili jina lako lisiandikwe? Sasa kule kijana mmoja alikuja na mama mmoja na dada mmoja walikuja, walikuwa wanaabudu pale msikitini. Walikuwa wanahubiriwa maneno, wale na kisa. Sasa wao wenyewe wakaona huzuni, wanafanya mambo yao, alafu wanarudi kanisani. Wanafanya mambo yao, wanarudi kanisani. Basi ikawa wameukosa uzima wa milele jamani maskini. Majina hayako mbinguni. Sasa majina kama hayapo mbinguni, faida yako nini? Mungu anatukuzwa katika lipi? Mungu ana faida gani? Bwana tusaidie. Tusimame tumuombe Mungu kwa dakika mbili. Baada ya hapo tutaingia kwenye ushirika. Unichunguze, chunguza Bwana, chunguza. Unichunguze Bwana Yesu nakuomba. Unichunguze maisha yangu, chunguza. Unichunguze, chunguze Bwana Yesu nakuomba. Unichunguze. Mwambie Bwana Yesu, chunguza moyo wangu, chunguza nafsi yangu. Ninatamani kushiriki meza yako, mwili na damu yako, chakula cha uzima wangu. Ninaomba fanya upya moyo wangu, nitakase kwa damu yako Yesu, ili kwamba mahali hapa ninapokuja kushiriki mwili wangu uwe dhabihu. Fanya upya nia ya moyo wangu, fanya upya mawazo yangu, fanya upya matendo yangu, ili Bwana ninaposhiriki mwili na damu yako niweze kushiriki katika nafasi ya pekee ambayo umeniandalia, unaendelea kuniandalia mbinguni kwenye makao mengi. Maana isingekuwa hivyo ungesema na kusanyiko ile, ungesema na nini mchana wa leo kwamba sina nafasi huko mbinguni, wala nisingekuwa na nafasi ya kusikia neno lako mchana wa leo, bali kwa kuwa nafasi yangu ipo. Ninaomba Yesu nitakase, ninaomba Yesu nisafishe kwa hisopo, nitakuwa safi mbele zako, nitakuwa safi mbele za ulimwengu huu ambao umejaa tele tamaa, umejaa tele upotovu, umejaa ukengeufu. Niepushe na hayo Yesu, kwa ajili ya ibada ya leo. Ninaposhiriki meza hii niweze kushiriki nikiwa katika karamu ya kweli ambayo Bwana unaniandalia mbinguni. Katika mwili nashiriki, katika roho nikashiriki, ili nitakapotimizwa katika uzima wa milele. Yesu, ninaomba wakati huu Bwana, angalia kijana huyu, angalia binti huyu, angalia baba na mama huyu, ili kwamba Bwana tunapokuja Bwana kushiriki ushirika huu tuwe kweli na moyo wa ibada ya kweli. Maana wewe Mungu ni
roho, na kila kuabuduye inampasa kuabudu katika roho na kweli. Tupe kupatana na wewe Mfalme, tujipatanishe nafsi zetu, miili yetu na roho zetu. Baba tazama Bwana, ndimi zetu na vinywa vyetu vimetumika kuwa silaha za uovu, mikono na miguu yetu, macho na masikio yetu Baba imetumika kuwa silaha za uovu, tukakukosa wewe Bwana, na tukaipenda miili, tukaipenda dunia na tamaa zake. Baba geuza sasa nia zetu, zifanye upya Bwana, tunapokuja kushiriki ushirika huu Bwana Mungu, tupate kibali kama ambavyo Baba umekusudia. Maana yule tajiri alipokuja kukuuliza ukamwambia auze alivyo nazo, alihuzunika akaondoka. Ndani ya kusanyiko hili Mungu, asiwepo mtu yeyote atakayehuzunika na kuondoka kwa kuipenda dunia wala kwa kupenda nafsi yake, bali watu wafurahi kwa kuwa Bwana Mungu anaandalia karamu ya damu na mwili wako Yesu, iliyo dhabihu ambayo iko hai takatifu ya kumpendeza Mungu. Nasi Baba tunapokuja kushiriki mahali hapa Mfalme Mungu, ninakusihi Bwana tupe kushiriki Mungu ushirika huu Mfalme, tukiwa na baraka tele za Roho wako Mtakatifu anayetutamani sana. Ndio maana haji kusema nasi mchana wa leo, umesema na hili kusanyiko Baba, ninaomba litakase hili kusanyiko Bwana, litakase Mungu, lifanye upya. Maana wewe ni Bwana Mungu uliyetupenda upeo, ukatupenda hata sasa unatamani kushirikisha hilo tendo la imani, ili siku utakapokuja Kristo uione imani duniani, uione imani ya kanisa lako Baba, katika jina la Yesu. Asante, tunajikabidhi mkononi mwako Mungu, tunaamini hayo ni mapenzi yako nayo yanatimizwa, ili Bwana utakaporudi uje kukutana Mungu na watakatifu wale kuabudu katika roho na kweli, wale kutoa miili yao, roho na nafsi zao Baba kwa dhabihu iliyo hai takatifu ya kukupendeza Bwana. Pokea sifa na utukufu Mungu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Katika Injili ya Luka sura ya 22 kuanzia mstari wa 14 kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema, hata saa ilipofika aliketi chakulani, yeye na wale mitume pamoja naye. Akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Kwa maana nawaambia ya kwamba siili tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Akapokea kikombe, akashukuru, akasema, twaeni hiki mgawanye ninyi kwa ninyi, maana nawaambia ya kwamba tangu sasa sinywi mazao ya mizabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa kuwa Bwana neno lako lilisema katika Injili ya Mathayo sura 28 kuanzia mstari wa 18 na 19, ulipoagiza wanafunzi wako wakahubiri ulimwengu na kufanya wanafunzi, kwamba hao watafanya mataifa yote kwa wanafunzi, wakiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na ukawaamuru waje kufundisha yote uliowaamuru wewe Bwana Mungu. Utakuwa pamoja nao wao hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa kuwa uko katikati yetu sasa, maana yale uliwaamuru mitume hata sasa Bwana wamewafundisha waliowafundisha, ambao wakawafundisha na wengine, hao na wakawafundisha na wengine. Neno lako hata sasa kwa kuwa liko hai limetufikia na sisi katika kizazi hiki Baba. Tazama, ndio sababu tunasoma katika Injili ya Luka sura ya 22 tunapoendelea na kusikia hayo, kwamba Bwana ulipotoa mwili wako uliwaambia, twaeni mle, huo ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu, na fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tunaomba mwili huu sasa tunapofanyika kumbukumbu kwetu sasa katika kanisa uwe hai ndani yetu, maana tunafanya ibada katika moyo wa kweli. Tunaomba fanya upya nia za mioyo yetu, ili ibada yetu iwe yenye maana ya kukupendeza wewe Mungu, yanitimiza mapenzi yako katika jina la Yesu. Amen. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya agano hili la damu yako Bwana Yesu, na kikombe hiki ambacho Bwana kimegawanywa ili watu wako tuweze kushiriki. Na kwa ajili ya hayo Bwana Yesu tunakabidhi mikononi mwako, maana ibada yetu ni tendo la imani
ambalo Bwana umesema utakapokuja, je, utaiona imani duniani? Tunakushukuru kwa kuwa neno lako ni taa katika njia yetu na mwanga katika miguu yetu, ili kwamba Bwana tuweze kuliishi na kupitia katika neno lako. Sasa tunasimama mbele zako na kutangaza mauti yako Bwana Yesu. Tunaomba damu hiyo iliyomwagika inapotumika mahali hapa kwa imani ifanye upya mioyo yetu, miili na nafsi zetu, ilete uponyaji wa miili, roho na nafsi zetu, ili Bwana tukuone wewe Bwana Mungu ukiyathibitisha hayo katika maisha ya kanisa lako, katika jina lako Yesu naomba, amen. Haya, naomba wale waongofu muone jinsi anakushiriki Yesu aliyenirehemia maunjia, nimekuwa mtoto wake, kukombolewa na damu ya Yesu. Mwache mwana wake wangu wajabu katika neema yake lewa kumbole na damu neema wake lewa
na kubatizwa ataokoka, na asiamini atahukumiwa. Nimewaambia wanaotakiwa kushiriki ushirika huu ni wale waliobatizwa. Sasa huyu kijana si mnamwona mstari wa 20 sema 20 tufupishe maneno. Neno la Mungu linasema Petro akageuka akamwona yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu anafuata, ndiye huyo aliyeegama kifuani pake wakati wa kula chakula cha jioni. Akasema Petro akasema, ni nani akusalitie? Bwana asifiwe. Wakati wa ushirika wa meza ya Bwana, Bwana Yesu alikuwa anasema mmoja wenu atanisaliti. Wakaanza kuulizana, nani atakayekusaliti? Petro injili hii aliyeandika injili hii ndio aliyekuwa mwanafunzi, kajieleza kama mwanafunzi aliyekuwa akipendwa na Yesu, alikuwa akiegama kwenye kifua cha Yesu. Petro akampungia mkono akasema, muulize Bwana Yesu, nani wanataka kumsaliti? Ni huyu sasa aliyeandika injili ya Yohana, na huyu mwanafunzi ni Yohana. Bwana asifiwe. Anamuuliza Petro, je, nani huyo? Yohana anamuuliza Bwana Yesu, nani? Petro akamwambia, Bwana Yesu akamwambia Yohana, mtakaye toweza na yeye tonge kwenye bakuli huyo. Anamwambia habari ya nani? Ya Yuda. Unaona sasa, asubuhi Bwana Yesu anamwambia Petro, sasa unanipenda? Lisha kondoo wangu, tunza kondoo wangu, lisha kondoo wangu, nifuate. Utasoma injili ya Yohana sura 21 ina mistari 25 tu, utasoma huko. Na nataka niwape faida ya kumruhusu huyu yule Petro sasa anamfuata Bwana Yesu. Anamfuata Bwana Yesu kwa sababu Yesu anamwambia njoo nifuate. Yohana aliandika injili akafuata nyuma ya Petro bila kuitwa. Yohana akafuata nyuma ya Petro alipoitwa bila kuitwa. Petro sasa, msikize Petro katika mstari wa 21. Basi Petro akamwona huyo akamwambia Yesu, Bwana, na huyu je? Yaani sasa wewe umeniita mimi, huyu nini tena na yeye huyu? Mimi kama unataka kuniita ili na wewe kwenye uzima unasema kuna wivu na kurusioni hivi kwenye utumishi. Wivu. Bwana Yesu, na huyu je? Haya. Unaona anasema na huyu je? Na huyu Yesu akamwambia, ikiwa nataka huyu akae hata nijapo, imekupasaje wewe? Wewe nifuate mimi. Bwana asifiwe. Mungu anatuambia sisi wenye akili timamu tunaoisikia neno la Mungu kwamba ukisha kusikia neno la Mungu geuka, umeshaokoka, basi amini hilo neno na umfuate Bwana Yesu. Huyu je, unajuaje kwamba Bwana Yesu anataka awe hivyo hivyo mpaka mwisho? Unaona neno nilokuambia? Unajuaje kama huyu anatakiwa abaki hivyo hivyo mpaka mwisho? Basi tutamhukumu kwa ushirika? Hatumhukumu, sisi tunampenda. Bwana asifiwe. Na sisemi hivi kwa kumpa kibali mtu yote ambaye anasikia neno la Mungu hataki kuokoka, hataki kubatizwa, alafu mwambie wewe ushiriki tu ushirika. Hiyo haiko. Bwana asifiwe. Kwa sababu hapa kwenye ushirika pana madhabahu ya Mungu tunayetangaza mauti yake. Unaona Yule mwizi alifika mahali kwamba sasa niko msalabani. Je, hapa msalabani sasa hivi nitatoka? Ingekuwa mtu wa kushuka hapa ningetubu. Lakini sasa sina nafasi tena. Naomba unikumbuke. Akamwambia unikumbuke. Tena wala hakusema nisamee. Maana hata akili yake haikumtuma kwamba anaweza tena pale msalabani akasamehe. Maana mtu yuko kwenye mateso pamoja na hii. Sasa yuko kwenye mateso pamoja, alichokumbuka yule ni kuwa tu kaonewa huyu. Sasa lakini anajua ni mwana wa Mungu. Akamwambia tu nikumbuke huko unakokwenda. Yesu akamwambia, amini nakwambia utakuwa pamoja nami leo hii, pamoja nami peponi. Kwa hiyo tunapoomba Mungu, sisi tunatamani sana kuona matendo makuu yanafanyika katika kanisa letu. Watu vipofu wanaona, viziwi wanasikia, mabubu wanasema, viwete wanatembea, na watu maskini wanahubiriwa habari njema, ili sote tuwe kamilifu mbele za Mungu. Lakini inapotokea kwamba Mungu anaona vema iwe hivi, sisi ni nani? Basi tuwe na mzetu kama hivi. Kwa hiyo nawapa akiba nyinyi wachungaji watarajiwa mtakaochunga kesho.
Bwana sifiwe. Ninawapa mambo haya ni ufahamu wa ufunuo tu. Si kwamba nimefundishwa na mtu yote, nimeona tu kwamba iko na maana. Na wewe upata ufunuo wakati mwingine inakuwa baada ndio ameshafika mbinguni. Lakini huko ndani kuna vipawa, kuna karama. Sio mbona leo umechukua shilingi ngapi kwa huyu? 11,000. Na huyo usiseme binti huyu anatoa. Sasa anatoa, shetani sio kama anapenda watu kama hawa katika uchanga wao na katika ubatizo wao wa juzi. Hataki, shetani hataki. Lakini si kwamba sisi tunawaombea ili waendelee kutoa tu. Watoe na wamtumikie Mungu. Wamtumikie Mungu pamoja na mali zao, wamtumikie Mungu ili vipawa na karama aliyoweka Roho Mtakatifu ndani yao vipate kuonekana kwenye kanisa hili, ili Mungu wa hapa ahubiriwe kupitia katika utumishi wao. Tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya huyu kijana, na mkabidhi mikononi mwako. Baba, tazama nisikia neno lako. Naye Bwana Mungu amechukua Mungu hatua. Alipochukua hatua Bwana Mungu, na umempokea, maana umesema kila ajaye kwangu sitamwacha. Ninaomba ulinzi wako kwa ajili yake, maana Bwana ametimiza haki yote. Bwana Yesu, ulimwambia Yohana, kubali hivi sasa, maana ndivyo tupasavyo kuitimiza haki yote. Ninamfunika kwa uwepo wako, namfunika kwa ulinzi wako, namfunika kwa amani yako, namfunika kwa ushindi wako. Bwana Yesu, ninaomba Roho Mtakatifu aamshe vipawa na karama ndani yake, aamshe furaha mpya ndani yake, maana umesema kwamba tunapobatizwa tunabatizwa katika mauti ya Bwana Yesu na tunafufuliwa ili tutembee katika upya wa uzima. Ninaomba Bwana upya wa uzima ndani yake kijana huyu. Mungu mwenye nguvu, upate kudhihirisha upendo wako na uaminifu wako. Mpe utayari, mpe nguvu, mpe baraka, amani na furaha. Fungua milango yote iliyofungwa na adui, fungua vifungo vyote vilivyofungwa na adui, ili sasa Bwana anapotembea katika upya uzima, mtumishi wako anayepanda na kuongezeka viwango vyote, ili Bwana Mungu utukufu hata utukufu akuone wewe Bwana, akiwa baraka katika kanisa, akiwa baraka katika familia, akiwa baraka katika jamii, akiwa baraka katika ulimwengu huu, katika jina la Yesu Kristo. Naomba Bwana, linda, bariki kila anayonyosha mkono kufanya, ili Bwana apate kuinuliwa katika maisha yake, maana wewe Mungu Baba umemchagua, sio yeye aliyekuchagua, bali ni wewe umemweka kwa kusudi akuzalie matunda yatakayodumu, yatakayokaa. Na hiyo hivyo Mungu, kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu. Asante Mfalme kwa ajili ya binti huyu, ninamkabidhi mikononi mwako Mfalme. Ninakusihi Bwana Mungu, ninapomkabidhi saa hii na wakati huu, Baba ni wewe Mungu uliyemchagua na umemweka ili azae matunda, na matunda yako Bwana ni kwamba Bwana Mungu siku ya mwisho wewe umesema sisi tutakuwa watu wako, watoto wako wa kike na wa kiume, na wewe utakuwa Mungu wetu katika mbingu mpya na nchi mpya. Lakini ni mbingu mpya na nchi mpya za watakatifu wako. Mungu mwenye nguvu, waliokutumikia katika roho na kweli, walioitoa miili yao kuwa dhabihu iliyo hai takatifu ya kukupendeza wewe Bwana. Ninaomba binti huyo Bwana Mungu, mwili wake uwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kukupendeza wewe Bwana. Muondolee kila aina ya ushawishi wa dunia hii, tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima visipate nafasi kwake, ili Bwana anapokuwa na kuongezeka akuone wewe Bwana. Sisi tunaona katika mwili ana moyo wa kutoa, na moyo huu Bwana umetoka kwako Bwana Yesu, vile ulivyoupenda ulimwengu ukaja kutoa nafsi yako ili wewe dhabihu iliyo hai. Sasa Baba, tazama, Mungu naomba mlinde, mtetee, mpiganie, tembea pamoja naye Bwana, hatua zake ziwe zako, ili anapotembea na kufanikiwa akurudishie utukufu. Na katika hayo Mungu utukuzwe katika maisha yake, utukuzwe katika mipango aliyonayo, utukuzwe katika malengo yake. Zaidi sana Mungu utukuzwe hapa kanisani, ambapo Baba vipawa na karama za Roho yako Mtakatifu zitakuzalia matunda, katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Barikiwe sana. Haya, Mungu akubariki. Wakaondoka, lakini sisi Bwana kwa neema umetuchagua, na tunapoendelea kushiriki na kutangaza mauti yako mpaka utakaporudi, mpaka utakapokuja, ninaomba kusanyiko hili ambalo tunaendelea kushiriki asipotee wala asiachwe hata mmoja. Na mimi naamini hilo ndio kusudi lako Bwana Yesu, hata mmoja asipotee, maana sio kwa furaha yako wala sio kwa utukufu wako, bali ni kwa huzuni yako. Nasi Baba tunaomba Roho yako Mtakatifu asihuzunishwe ndani yetu, bali Roho yako Mtakatifu azidi kuongezeka na kukuzalia matunda kupitia katika utumishi wetu tunaoshiriki mwili na damu yako siku hata siku za maisha yetu. Baba, pokea sifa na utukufu, ni katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo tunaomba. Amen. Asante
Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Asante Mfalme kwa ajili ya siku ya leo. Ni siku ya baraka ambayo Bwana Mungu umetupa kwa neema. Ni siku ya kwanza ya juma, siku ya ushindi, siku ya ufufuo. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa umefufua matumaini yetu ya kuurithi uzima wa milele kwa neno lako, ya kwamba inatufaa Bwana Mungu. Mungu tupate kuona fadhili zako, kwamba mioyo yetu ikuabudu katika kweli, mioyo yetu iwe na ibada ya kweli, na hivyo ndivyo ilivyo, maana hilo ndilo kusudi lako. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, ninalikabidhi kusanyiko hili la watakatifu wako, ndugu zangu wapendwa katika Kristo Yesu, ambao ninaamini wanaendelea kwa baraka Mungu katika maisha yao, kupitia katika maombi yao, sadaka zao, Mungu na uaminifu wao. Baba yangu na Mungu wangu, ninakushukuru kwa kuwa sisi tumepungua, bali ukamilifu wetu na utoshelevu wetu unatoka kwako. Wewe Mungu uchunguzaye mioyo, ninakusihi Bwana, fanya upya nia zetu, na hasa wakati huu tunapotawanyika Bwana, katika hili wiki lote linaloanza, watoto wako watatawanyika Mungu mahali. Wengine wanakwenda mashuleni, wengine wanakwenda makazini, wengine wanakwenda kwenye biashara zao. Nasi watumwa wako Mungu tutaendelea Bwana Mungu kukutafuta wewe Mungu na kuomba kwa ajili yao, tukiamini kwamba Mungu na walinda na kuwatetea huko waliko, maana mkono wako Mungu haujapungua nao huko hata chini ya vilindi vya bahari. Na kusudi lako Baba Mungu liendelee kuokoa familia za watoto wako wanaoingia na kutoka mahali hapa. Mkono wako Mungu kazidi kutetea watu wako wanaoonewa na adui kwa magonjwa, maradhi, umaskini, ufukara, nuksi, balaa, mikosi na kila namna ya vifungo. Mkono wako ukawafungue hivyo vifungo Mungu, ili wawekwe huru, na ukishaweka huru Baba, waonyeshe njia ya kweli ambayo Bwana Mungu ni kukugeukia wewe na kufanya upya nia zao, wawe na ibada ya kweli kutoka katika mioyo yao. Au Baba Mungu, wote walioshiriki meza yako Bwana, ushirika huo mtakatifu, Mungu wangu na Mwokozi wangu, ninaomba Mungu endelea Mungu kuwabariki baraka za mwilini na rohoni sana wakati huu Bwana Mungu tunapotawanyika, na likabidhi hili wiki lote. Ninaomba baraka zako, naomba amani yako, naomba fadhili zako na upendo wako Mungu zaidi sana Mungu, na upendeleo kwa watoto wako hapa. Mungu wangu na Mwokozi wangu, Baba niseme mimi, ninakushukuru nikiamini kwamba haya machache ni haya ambayo ninayasema mimi. Mengi yaliyo katika utukufu wako ndio hayo unayofanya Mungu kwa fadhili zako, na wewe fanya haya Mungu uzidi kutukuzwa. Ni katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo tunaomba, tuseme amen. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuinulie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Twendeni na amani ya Bwana.